Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Tunaendelea na kumwelezea Imamu Zainul Abidin alayhi salam, akielezea undani wa hija, undani wa ibada ya haji. Sisi tunajua haji kiinje tu, kwamba ukienda mtu unasamehewa madhambi yako, lakini kuna sharti zake. Yaani sio mujarrad kwamba umekwenda tu unarudi huna madhambi. Kwanza ni kujihakikisha kwamba je, hija yangu ni makbul, imetimiza vigezo na nimeifahamu haji, kama ambavyo ibada nyingine za saumu na swala lazima uzifahamu. Yani uzifahamu ndani wake. Wakati unakwenda kwenye swala ukasema subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamida. Je, maana yake unazijua? Unaposoma Qur'ani sura al-Fatiha ukasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, waelewa maana yake? Unaelewa vile unavyoweka kiapo na Mwenyezi Mungu, ahadi na Mwenyezi Mungu, unaelewa? Sasa haya yote ni mambo watu watakiwa wasomeshwe na wayafahamu wakati unamwabudu Mwenyezi Mungu wewe, kwamba haya mambo huu ndani unaujua. Wakati unaingia katika saumu vile vile unajua undani wake, saumu iko vipi? Ama ni kwa sababu ni kule kushinda na njaa na kiu ndo unavyojua wewe? Haya ni mambo watu watakiwa wasomeshwe. Sasa Imamu Zainul Abidin katika miongoni mwa maswali, tabani ni mengi sana, mimi nitachukua baadhi yake, akamuuliza Shibli, hal labbaita? Labba ni kule kusema labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka. Hiyo ndio talbia inaitwa. Sasa anamwambia je, hal labbaita? Akamwambia naam ya ibn rasulillah, ndio nimefanya talbia, nimetamka haya maneno. Akamuuliza, wakati wewe unafanya talbia, wakati unasema labbaik Allahumma labbaik, je, ulitiania kwamba annaka nataqta lillahi subhanahu bikulli ta'a, kwamba umetiania kwamba umemtamka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kumtii Mwenyezi Mungu? Kwa sababu labbaika manake nimekuitikia, nimekukubali, nimesikia. Je, hili neno labbaika, je, ulitiania kwamba umetamka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kumtii? Yani kama vile Mungu amekuita katika jambo, au kama vile tuchukue mfano, mzazi amekuita, mwanangu njoo, kwa sema nakuja mama, yani ile haraka nakuja, manake umetii amri ya mzazi. Sasa unaposema labbaik Allahumma labbaik, je, ni kweli nia yako ilikuwa wewe ni kwamba unakubali toa ya Mwenyezi Mungu kila sehemu, na kunyamaza na kutulia na kuondosha kila maasi? Umetia nia hiyo ile labbaika, kwamba labbaika Allahumma labbaika, maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu nakubali kila ambalo kwamba umeniamrisha nilifanye, na nakubali kila ambalo kwamba umenikataza nisilifanye. Umetia nia hiyo? Shibli akasema la, sikutia nia hiyo. Imamu akamwambiaje? Akamwambia ikiwa haujafanya hivyo, manake wala labbait, la labbait, hujaleta talbia, hujasema labbaik Allahumma labbaik, kwa sababu si matamshi yanatakiwa tu, natakiwa undani wake ufahamu. Huyu ni Imamu Zainul Abidin. Tutakuja tuelezee sehemu ya tatu insha Allah.